Mimi ni Amos Muzee, hii ni Stein TV. Karibu sana katika mahojiano maalum, na leo tumepata bahati ya kuwa na kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa ngazi ya kanda ya Victoria, na yeye ni katibu wa Bavicha kanda ya Victoria, kwa maana ya baraza la vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kanda ya Victoria, lakini pia ni mjumbe wa secretariat ya chama kanda ya Victoria, lakini pia ni mjumbe wa kamati tendaji ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Victoria. Naye ni bwana Aaron Kilomba. Karibu sana mzee. Asante sana. Imekuwa ni muda tangu tumekutana kwa mara ya mwisho kwa ajili ya kuzungumza masuala ya siasa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na mara ya mwisho uliniambia ulikuwa safari Mwanza. Nilikuwa safari. Ni kwema huko? Ni kwema kabisa na wanawasalimieni sana. Nadhani mara ya mwisho tumekutana katika heka za uchaguzi wa serikali. Uchaguzi ndio mara ya mwisho tumezungumza. Wa mtaa ndani ya kata yangu ya Membeni, na kimsingi nilikuwa candidate. I was being a candidate there. Na yaliyotokea hakuna siyafahamu. Ulishindwa. Bobu Mara aliwahi kusema jambo moja kwamba ni vigumu sana kuitafuta haki katika ulimwengu ambao waarifu wanatunga sheria. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na Chama cha Demokrasia sio miongoni mwa vyama ambavyo vimesaini zile kanuni za maadili ya uchaguzi. Kanuni za maadili. Maana yake automatically mmejitoa kwenye kushiriki kwenye uchaguzi. Nataka nijue kwanza hali ya chama sasa ikoje kwenye hali kama hii. Labda nitumie chombo hiki pia kutoa uwigo kidogo wa kiuelewa na ufahamu. Wanasheria wanaelewa. Hii ni lugha ya kisheria. Iko wazi kwamba sheria yoyote inapotungwa, inapokuwapo, ikiwa inakindhana na katiba, sheria hiyo ni batili. Ni batili. Haina mashiko ya kisheria, haina mashiko ya kiutekelezaji. Sasa hiyo ni sheria. Je, kanuni? What about regulation? Regulation ni jambo dogo sana, jambo dogo sana. Sisi Chadema tuondolewe kwenye uchaguzi kwa kanuni. Sisi tunaondoka kwenye uchaguzi kwa katiba inasemaje, sheria inasemaje, sio kanuni. Sio kanuni. Chombo chenyewe cha maadili, watunzi wenyewe hawana maadili. Na bahati nzuri iko wazi. So ukiangalia sheria mpya za hizi zilizopitishwa mwaka 2023 ilikuwa ni mwezi Oktoba, kitu kama hicho. Ile miswada mitatu iliyopita ndio akaja na hii INEC, ile independent tume huru, tume huru ya uchaguzi, ambayo kimsingi ni kwamba wameblash tu. Wameblash kama ni gari, wamechukua gari wakalipiga rangi tu, lakini engine ni ile tu mbovu. Uwezo wa kutupitisha mlimani hamna. Kwa hiyo hiyo haiko sawa. Kwa hiyo kusema Chadema imejiondoa kwa msingi wa kanuni hizi za maadili, hilo ni jambo ambalo halipo na halitokaa liwepo. Lakini hoja ya msingi ni kwamba madai ya sisi kama Chadema na Watanzania walio wengi wanaofahamu ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya kisheria, kikanuni, basi lazima uchaguzi tuhakikishe tumeelimisha watu kuzuia usifanyike. Na ndio no reform, no election. Wewe ni kiongozi kwenye kanda ya Victoria. Ndiyo. Hii kampeni ya no reforms, no election, unaona inashika kwenye eneo lako? Ina mashiko makubwa sana. Sisi ni chama cha siasa. Chama cha siasa ni miongoni mwa vyama 21 ambavyo vina usajili, lakini vyenye usajili wa kudumu ni 19. Kwa hiyo sisi ni miongoni mwa hivyo vyama. Na vyama hivi vipo kwa mujibu wa katiba. Ukisoma vizuri katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ibara ya 8 ya katiba yetu, ibara ndogo ya kwanza, inaeleza vizuri kwamba msingi wa mamlaka yote ya serikali yatatoka kwa watu. Wananchi ndio msingi wa serikali kuwepo. Bila watu manake hakuna serikali. Serikali inakuwepo kwa msingi wa kwamba watu wameiwezesha kuwepo. Kuanzia mwaka 1995 unajaribu kuangalia upinzani ulikuwa unakuwa, ukaja 2000 upinzani ukakuwa, 2005 wakati wa zama za Kikwete upinzani tukawa na wabunge kadhaa wengi tu, tukaja 2010 tukaongezeka,
2019 tukashuhudia uchaguzi serikali za mitaa. Nchi nzima wakaingia wao peke yao. Wakaingia mwaka 2020 ile trends yote ya wabunge ikafutika. Chadema sisi chama kilichokuwa kikuu kabisa cha upinzani tukawa na mbunge mmoja jimbo la Nkasi, Aidan Canaan. Sasa hii inatupa picha gani? Tunapima utawala wa kidemokrasia katika taifa letu umekuwa kwa kiasi gani. Tunaona kabisa kwamba uwezekano wa kukua kwa demokrasia ndani ya nchi yetu unafifia, na sio tu unafifia, unaenda kupotea. Unaenda kupotea kwa maana ndilo lengo la watawala. Kwa hiyo mwaka 2024 baada ya trends hizi zote tunaona kabisa mazingira ya uchaguzi, mfumo uliotumika mwaka 2019 na mfumo uliotumika mwaka 2020 ndio mfumo ule ule tulioshuhudia mwaka 2024. Palikuwa na kura ya ndio na hapana. Sisi imeonekana hata katika ule uchaguzi. Tumeona maajabu makubwa sana. Kwa hiyo sasa sisi hatushindani na CCM, tunashindana na mfumo. That's why tunasema no reform, no election. Point yetu iko hapo, na wananchi lazima tuelimishe katika hilo kwamba jamani, leo CCM wanakuepa uchaguzi. Hawa watawala wetu hawa wanaogopa uchaguzi. Si kwamba wanaogombea bora, no, katika hilo hawako kabisa. Wao wapo kutumia polisi, kutumia vyombo vya dola, kutumia vyombo vya usalama kwa ujumla kuhakikisha wao wanabaki madarakani. Na nitumie pia jukwaa hili kwa kuzungumza na vyombo hivi. Ni ndugu zetu, ni jamaa zetu. Wengine ni wazazi wetu, wengine ni walezi wetu. Tunapofanya hili jambo la kupigania haki, tukaonekana sisi ni waini, sisi ni watu ambao ni wavuruga amani, ni kutukosea heshima. Ni kutufanya tuonekane wabaya na kututengenezea taswira sio kwamba hali yako sio kweli. Sasa sisi tunachokidai hivi, tukidai afya bora, tukidai matumizi sahihi ya serikali. Leo CAG analeta ripoti ya ubadhirifu wa fedha zaidi ya mabilioni ya fedha. Tunaposimama kuzungumza hilo, wanasema sisi ni waini. Leo mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amezungumza habari ya ukiukwaji wa demokrasia kwa kiwango kilichopitiliza. Akasema jamani, kwa hivi sasa uchaguzi ndani ya nchi hauwezekani. Kwa hiyo kama hakuna mabadiliko, tutahakikisha hakuna nini? Hakuna uchaguzi. Tutahakikisha tunahimiza wananchi, tunatoa elimu, uchaguzi usiwepo kama hakuna mabadiliko. Kwa hiyo hitaji ni mabadiliko. Kwa nini serikali inatumia nguvu kubwa kumdhibiti hali yako ya kufanya kile kinachotakiwa kufanyika? Ili mambo yaweze kufanyaje? Mambo yaweze kwenda. Badala ya kumkamata yule anayeiba kura, wale walimu wanaotumika vibaya, watendaji wa serikali za mitaa, tunaoangalia watumishi mbalimbali wakitumika katika uhalifu mkubwa namna ile, badala ya wao kukamatwa hao wanaovuruga mfumo, wanaenda kumkamata yule mtu ambaye anapinga uvurugaji wa ile mifumo. Sasa hii sijui ni aina gani ya nchi. Kampeni ya no reforms no election inaonekana ni, sijajua iko kwa style gani, lakini inaonekana watu ambao wanaisimamia sana ni wale viongozi wakuu wa chama, na ninyi ni viongozi ambao mnawasaidia kwenye ngazi yako hii ya kanda ya Victoria kama kiongozi. Nyinyi mnatumia style gani, ama ndio style ile tunasubiri viongozi wakuu wa chama waingie? Hiyo elimu naipeleka kwa style gani? Kwanza tuelewane kitu kimoja. Kwa sababu sasa hivi tunaona kumetokea hiyo changamoto ya kiongozi mkuu wa chama kutiwa kizuizini, manake yupo gerezani. Yes, kwa hiyo sasa mahabusu. Na nasema kwamba juzi tusikia kwenye kauli kwamba hata wakitukamata sisi basi wanaobaki waendeleze mapambano. Wewe unaenda kwa staili gani? Kwanza tuelewe, hiki ni chama cha demokrasia. This is Democratic Party. Ndio maana sisi hata jina letu lina axe kile tunachokiishi. Na katika demokrasia kuna mifumo ya kuaminisha kwamba ni demokrasia. Ni mifumo shirikishi. Ndio. Hii mifumo shirikishi ndio mifumo inayoendesha chama chetu. Sisi chama chetu akiendeshwa na kiongozi mmoja, top leader. Hapana. Mimi leo ni kiongozi wa kanda, nipo hapa tena wa vijana. Mwenyekiti wangu wa vijana Deogratias Mahinyera advocate. Yupo na anaendeleza mapambano. Yupo makamu wake Necto Kitiga anapiga kazi. Yupo katibu wetu wa vijana Duare ya Mzito anapiga mzigo kweli kweli.
Yupo kijana wetu mwenezi Felius Festo Kinimi. Yupo anapiga kazi. Vijana wapo kazini. Na sisi kwa maeneo yetu Maria tunafanya kazi. Mwenyekiti wangu wa vijana Fred Masere yupo kikazi na yeye. Kwa hiyo na vijana wangu, vijana wenzetu wa mikoa wapo kazini. Sisi tuna mifumo shirikishi. Ndio maana leo bahati nzuri hata kofia unaiona ni no reform no election. Kwani mimi hapa nimetumwa? Tena bahati nzuri Gwayaka. Ni hatari. Ni hatari. Kwa hiyo sisi tuna mifumo shirikishi katika chama. Ni chama ambacho kiko wazi. Tunawajibika kila mmoja kwa sehemu yake. Bahati nzuri nimeona hata hapa manispaa, yeye ni mashuhuda. Nimeona kina chief mwenyekiti wa chama, kina Andrea Kazungu Sostenes, viongozi mbalimbali kila mmoja kwa sehemu yake. Anawajibika kwa kadri ya eneo lake lilivyo. Kwa sisi tunapozungumza no reform no election, sio matamanio ya Lissu peke yake, Heche peke yake, wala Mheshimiwa Gorugwa wala Katibu Mkuu John JJJ Mnyika. Hakuna. Sio wao peke yao, ni mabadiliko na matamanio ya watu wote, even us. Tuko katika hayo mabadiliko, tunafanya hiyo kazi. Ndio maana tunaona tunahamasisha petition ninazo bahati nzuri toka juzi mimi nazipitisha. Nazipitisha vijiweni na watu wanasign. Watu wanasign na nikitoka hapa studio kazi inaendelea. Kazi inaendelea. Na mnakuwa na tahadhari kiasi gani kwa sababu kampeni hizi tumeona viongozi wamekuwa wakiingia kwenye changamoto na jeshi la polisi na mamlaka kwenye maeneo husika kutokana pengine na kauli ambazo zinatolewa zikitafsiriwa kama kauli nzito. Ninyi ambao mko kwenye ngazi za mikoa na huku chini, mnaingia kwa tahadhari kiasi gani mnapopeleka hii elimu ya no reforms no election? Mnakuwa na tahadhari kiasi gani kuhakikisha kwamba mnafanya hii elimu inapelekwa katika hali ambayo haitaleta progression? Kwanza tuelewe. Sisi hatupo kufurahisha vyombo vya dola. Hatupo kufurahisha polisi, hatupo kufurahisha serikali, hatupo kufurahisha Rais Samia au nani. Sisi wale vijana wale wa pombe za bure na nani na nyama choma. Sisi hatuko huko. Sisi tupo katika maslahi ya taifa. Tupo katika maslahi ya vijana. Leo vijana hebu tutizame. Maisha magumu sana. Yaani kula, kodi, nini. Yaani ni vijana ambao hata vijana leo unasikia masingo maza wamekuwa wengi. Masingo father wapo kibao, ni kwa sababu ya ugumu wa maisha na mikakati ya vijana hawa kuwa na sustainability nzuri haipo. Maisha yao life expectancy imekuwa ndogo. Umri wa vijana kuishi umri wa watu leo katika nchi hii kuishi umekuwa mdogo. Kwa hiyo hatupo kufurahisha dola. Lakini pili, swala la tahadhari tunalichukua kwa sababu mahara popote panapofanyika mambo kama haya watawala wapendi. So wanahisi hawa wanakuja kwa msukumo wa kutuondoa madarakani. Yaani hawana desturi ya demokrasia kutoka ndani ya mioyo yao ya kuamini kwamba wao wapo kwa sababu aidha ya mawazo yaliyo bora ama sera zilizo bora zilizowafanya wakae madarakani. Huko hawapo. Wapo kwamba sisi tunaenda kubaki madarakani. Whatever wanatuhitaji au hawatuhitaji. Kinyume na katiba inavyoelekeza. Lakini jambo jingine, wao polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kazi yao kubwa kwa mujibu wa katiba. Linapokuja swala la ulinzi, tunabidi kulindwa wote, sio wale tu, hata na sisi tunatakiwa kulindwa. Lakini issue ya msingi wao sio kuiweka serikali madarakani. Leo polisi ukizungumza kukosoa labda viongozi au kutoa mawazo mbadala, wao polisi unakuja kukamata. Yaani leo polisi CAG katoa ripoti ya ubadhirifu mkubwa, mafedha mabilioni ya fedha, miradi haikamiliki. Yaani kila jambo linaloenda hovyo. Lakini cha ajabu mwandishi wakati anakuja kunihoji jingine, tunashangaa nguvu kubwa inayotumika na polisi kukamata viongozi wetu wa vyama. Ni nguvu inayostaajabisha. Yaani wahalifu wako na wako wazi, ripoti zinawataja. Lakini cha ajabu huwezi ukakuta polisi wamejipanga kwenye nyumba ya mkurugenzi fulani au kiongozi fulani aliyefanya ubadhirifu. Wapo wanajipanga kumzuia Heche asiende kusikiliza kesi ya Lissu. Wapo wanamkamata Lema, wapo wanakamata Mheshimiwa Lissu. Sasa unajiuliza ni kwa sababu wamekosa maarifa au ni kwa sababu wana mashinikizo? Kina mzee Butiko amesema, kina mzee Judge Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu mstaafu, amezungumza. Sema jamani, hivi vyombo viangalie matumizi yake ya nguvu yako vipi. Kwa hiyo sisi tunawapenda, tunawahitaji, lakini wasitunyanyase. Hii nchi ni yetu wote. Hii taifa ni la kwetu wote. Na lazima tulilinde wote. No reforms no election.
imewagawa, imewaunganisha Chadema ama imewagawa? Kwa sababu sasa hivi tunaona kuna watu ambao wanajiita G55 na wamekuwa wakizungumza karibia kila mara, wanatoa matamko. Hata juzi wametoa tamko wanasema Chadema hii no reforms no election imeua ndoto za wanachadema wengi ambao walikuwa na ndoto za kugombea katika kanda ya Victoria. Hii no reforms no election imewaunganisha Chadema ama imewagawa? Na hawa G55 ni watu gani? Kanda ya Victoria wamo wana mizizi, wana wafasi? Kwanza labda niliweke tu sawa kwa sababu hili ni la ndani ya chama ndani ya chama. No reform no election imetuunganisha kuliko tulivyokuwa mwanzoni. Kwa maana ya kwamba tumekuwa na dai moja, tunaimba wimbo mmoja kama chama. Na wananchi wanatuelewa vizuri sana na wanatunga mkono, kwa sababu hata trends za upigaji wa kura kwa wananchi unaona toka siku za nyuma ulikuwa unapungua sana. Toka mwaka 2019 baada ya yale uchafu 2020 wakapungua, 2028 ndo tulikuwa tunaenda hadi kuwalazimisha na kuwaomba tafadhalini njoni kwenye vituo. Kwa waliposhuhudia hiki kilichotokea miezi kadhaa iliyopita hapa, wamebaki na uelewa mpana na wigo mpana wa kuamini ya kwamba kama hakuna mabadiliko hakuna sababu ya kufanya nini uchaguzi. Wao wananchi kwanza, sisi wananchi wametutangulia kuliongea hata kabla ya kwetu sisi. Kwa sisi kama chama cha siasa, kwa sababu tunaishi na watu, tunaunganisha watu na tunaishi field kwa siku zote, yani 100% ya maisha yetu sisi tunaishi field kama chama cha upinzani. Kwa hiyo tuliposimama na agenda ya no reform no election, watu wametuelewa kuliko hata walivyotuelewa mwanzoni. Sasa hawa wanaotoka pembeni, unajua hiki chama cha siasa watu wengine wana malengo tofauti. Watumia tumbo ni wengi. Waganga ni wengi. Wengine wanahisi kwamba kienda kugombea, wakipata fursa kwenda kugombea, wakauzi majimbo. Hizo ndizo targeti zao. Sisi wenye maono ya kuelewa ni kitu gani taifa kinahitajika kwa sasa, wananchi wanahitaji nini kwa sasa. Hao G55 ni watu kwanza, wengine wameingizwa majina yao maskini pasipo kuwa na idhini yao. Mfano, jana tulikuwa na mjumbe mmoja anatokea wilaya ya Biharamulo, anaitwa Madam Pendo Ngonyani. Ameandikwa tu kwenye ule waraka, lakini yeye jana kakana hadharani mbele ya kikao cha mashauriano ya mkoa, kakana. Sema mimi bwana jina langu liliingizwa kwenye fomu hata sielewi, mbele ya viongozi. Maana yake ni kwamba alikuwa anatafuta namba kubwa ya kuungwa mkono ya ufuasi. Kwa G55 haina mashiko, haina popote, haisimami lolote. Kwa sababu sisi tunachokizungumza ni no reform no election. Sasa wao wanapokuja na hoja ya kupinga wakihitaji kuingia katika majimbo, mimi binafsi, kwa maoni yangu binafsi, sasa hapa si chama tu, kwa maoni yangu mimi binafsi, G55 waende, vyama vipo vingi. Kama vipo vingi, kama wanaona tumwadhibiti, wamedhibitiwa katika chama, waende chama kingine. Unajua shida hapa ndugu mwandishi na watazamaji, tuelewane jambo moja kwamba wazo hatupingi wazo. Tunachokipinga ni utaratibu wa wasilishaji ile wazo. Katibu mkuu amewaita, jamani njoeni katika kikao ambacho tunaenda kujadili. Wale waliokuwa wametia nia mwaka 2020 na wale wenye nia ya kutia uongozi nia katika mwaka 2025, nyote mje tuzungumze, tutoke na lugha moja. Sasa wao hata kikao hawajaingia, tayari wameshaingia kuita press. Yani katibu mkuu anazungumza na watu na wao wana press. At the same time wanawasilisha waraka wao wakidai ni kushauri chama. At the same time waraka huko mitandaoni unasambaa. Hakipo. Hii sio genge la wahuni. Hiki ni chama. This is institution. Inaendeshwa kwa utaratibu, kwa kanuni na kwa katiba. Na ukisoma vizuri katika kanuni zetu za maadili, wako nje kabisa mifumo yake. Some of them impeachment imeshaanza. Utaratibu wa uwajibishaji umeshaanza. Waje wajieleze kwa nini wanafanya vitu. Nyinyi mnaamini wametoka wapi ama wanasukumwa na nini? Kwa sababu wengine walikuwa viongozi kama Mrema alikuwa ndiye msemaji wa chama wakati fulani. Nyinyi mnaamini wametoka? Rushwa haina, yani rushwa haina mwenyewe. Kuhongwa nafsi ya mtu ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo yeye swala lao kutoka wametoka wapi?
hilo ni swala ambalo kwa mtu mtimamu anaelewa, kwa yeyote anaelewa, anajua kwa chama kiwezi kikawa na mwenendo wa hivi. Mwenyekiti wako wa chama yuko gerezani kwa kesi ya kubambikiziwa kabisa ya uhaini. Na penalty ya uhaini ni kifo. Alafu unatoka na msukumo wa kwenda kufanya press. Unasema chama kina hujumu. Chama kinatuhujumu sisi watu, kinaua ndoto zetu. How comes? This is a foolishness. Msimamo wenu wewe kama kiongozi kanda ya Victoria, msimamo wenu sasa ni upi kuhusiana na G55? Msimamo wetu kama chama, na sio msimamo wangu, ni msimamo wa chama huu. No reform, no election. Pasipo mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika hili swala G55, hawa wanashughulikiwa kwa mujibu wa kanuni na utaratibu. Hawezi kutumiza vitu, hao ni watu wachache sana. Hawa ni watu ambao ni wapoteza malengo, ni wapoteza muda, wala tunawaambia Watanzania na wanachama wasipoteze muda kuwasikiliza watu wa namna hii. Hii ni sample ya hovyo sana hii. Watu wa hovyo kweli hao. Wewe ni kiongozi wa chama, tena mtendaji mkuu kabisa, katibu wa Bavicha kanda ya Victoria. Ndiyo. Na madai yenu ya no reforms no election, pengine ikitokea wanaopaswa kuwasikiliza wakawapokea na wakawasikiliza, labda hizo minimum reforms zikafanyika. Yes. Na sasa hivi tuna takriban miezi 5 tuseme 4 imesalia tuelekee kwenye uchaguzi mkuu. Maandalizi yenu, mnaua ndege mmoja kwa mawe mawili, au ndo mnajikuta mko kwenye kampeni ya no reforms no election wakati huo? Kwa sababu lazima kuna kuandaliwa kwa ilani ya chama. Mwisho wa siku mkipewa jukwaa la kwenda kunadi sera zenu kwenye uchaguzi mkuu, mtaongea nini? Mtajikuta pengine mmechelewa. Mnafanyaje wakati mnaendelea na no reforms no election? Maandalizi yanaendelea. I think let me make this thing very clear kwamba sisi tuna ilani. Unajua watu waelewe. Ilani ni maandishi ambayo yamebeba maisha halisi ya watu wanaoishi mitaani. Tuna ilani ya toka mwaka 2005, mwaka 2010, mwaka 2015, mwaka 2020. Hapa pote tulikuwa tuna ilani. Swala la muda wa ilani, matatizo ya watu ni yale yale. Tunapozungumza elimu bora toka mwaka 2005 mpaka leo bado ni tatizo katika nchi yetu. Leo tunadharisha wasomi ambao bado wao kazi yao kubwa ni kupiga makofi na kusifia serikali iliyoko madarakani. Yaani leo hata kuku akitaga wanasema asante mama. Hicho kitu cha ovyo sana. Kwa sisi tuna ilani ambayo swala la imebeba matatizo ya watu toka sijui nizungumze toka mwaka gani. Kwa hiyo kwa msingi wa kusema ilani, sisi ni kufanya tu amendment ya ilani. Ni kufanya tu mchakato wa marekebisho tu kwamba kipengele hiki kwa sasa tuendane na wakati, tunahitaji hili. Ni within the short time, lakini 90% ya matatizo ya watu. Sisi Chadema ni watu tunaishi katika maandishi na document. Tunayo. Yaani ilani hilo ni kitu ambacho wala hata kitusumbui. Issue ya wagombea, kwa sababu walio wengi wanasema nyinyi mnatumia muda mwingi kusema no reform no election. At the same times labda minimum reforms zimefanyika. Chadema sisi tulishamaliza mipango zamani sana. Zamani sana. Kwa leo yani sisi kinapulizwa ikitokea maboresho yakafanyika, reforms, required reforms. Sio reforms wanazozihitaji watawala. Required reform ambazo zinatakiwa kabisa, za kijamii, za kisiasa, kiuchumi na mazingira. Sisi ndani ya uchaguzi ni muda mfupi sana. Yaani leo tulikuwa tumehakikisha pamoja na udhalimu uliofanyika wa mwaka 2024, tulikuwa na wagombea asilimia kubwa sana zaidi ya 90. Wagombea katika vijiji, vitongoji, mitaa katika nchi nzima. Sembuse eneo ambalo unakuta, kwa mfano for instance nichukulie mfano. Hapa mkoa wa Kagera tuna jumla ya kata 92. Tuna majimbo 9. Ndani ya manispaa ya Kagera, ndani ya manispaa hapa ya Bukoba, tuna jumla ya kata 14. Hivi sisi kama chama tunashindwa kupata wagombea 14? Yaani hata ukisema tu leo tunaingia katika uchaguzi. Within 2 days, even a single day, we will have a candidate. And we have a candidate until now. Tunao. Wenzenu wanatangaza utaratibu na umeona wametangaza hapa Chama cha Mapinduzi. Sasa unafikiri wangeacha kutangaza? Wao wapo tu kupiga pigwa mikwara. Sasa ngoja nikwambie rafiki yangu.
na bahati nzuri wa Tanzania wanatutizama kupitia Stein. Leo kuna hii inaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambako kuna kitengo cha maadili, si ndio? Hawa watu wakurugenzi wa maadili wanakuja kutusainisha, wanashindwa kuelewa. Hivi unawezaje ukampeleka mtu katika uchaguzi na unamwambia saini kanuni ya maadili mwaka 2025, bunge bado lipo kazini, sijui umenielewa. Serikali bado inaendelea kufunctionalize majukumu yake kama kawaida. Alafu wewe leo unatuambia tusaini kanuni za maadili, hali ya kuwa mgombea mwenyewe tu anayetakiwa hata kushiriki katika hizo kanuni azifahamu vizuri, hashirikishwe, hajapatikana. Si umenielewa vizuri? Mimi nimegombea, huu ni mura wangu wa 3 nagombea. Nimegombea udiwani, nimegombea serikali za mitaa. Mtaa mmoja unaitwa Kashai Harisi hapa Kashai ndani ya manispaa ya Bukoba mwaka 2019. Nimegombea udiwani ndani ya kata ya Kashai mwaka 2020. Nimegombea wenyekiti wa serikali ya mtaa wa Pepsi ndani ya kata ya Miembeni hapo. Kwa hiyo ili swala la maadili, the ethical principle tunazifahamu na muda upi utumike kusaini. Yani wala hahitaji uwe mbobezi wa sheria. Kwa hiyo swala la kuzungumzia habari za kanuni za maadili na nyinyi kama chama kushiriki na vitu kama hivyo, in short ni vitu ambavyo sisi tunaona wao CCM kujiandaa wameleta juzi jana tu. Tupo kwenye vikao vyetu vya msingi kabisa. Tunaona watu wanakuja wanawapa barua za kupeleka mawakala kwenye vituo kwa ajili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa tunajiuliza, hivi serikali wanapotumia fedha kufanya haya mambo wajaribu kupima efficiency, kwa sababu hizi ni fedha za umma. Leo juzi tumemsikia Mchengero anasema zimetumika zaidi ya bilioni 200 na katika uchaguzi wa serikali za mitaa, hali ya kuwa nchi nzima wanasema CCM imeshinda kwa 98 nukta kadhaa. Sasa kwa nini watumie fedha hii yote mali ya Tanzania kuingia katika uchafuzi ambao unaona? Sasa leo wanatumia nguvu tena katika kitengo hicho cha uchaguzi kutuhitaji sisi vyama vya siasa tupeleke mawakala katika vituo kwa ajili ya kusimamia zoezi la uboreshaji wa daftari. Huu ni kutuchezea akili na kutupima imani. Sasa hatuendi na hatupeleki wapi, na msimamo ni ule, no reform no election. Zoezi la kuboresha daftari la wapiga kura linazunguka mikoa kwa mikoa, na ninyi sasa hivi nguvu kubwa mmeelekeza kwenye no reforms no election. Elimu ya mpiga kura na nini kuboresha daftari naona kama imelala. Sasa inatokea kwamba referee anasema it's okay, tumewasikiliza, tunaenda kufanya required reforms ambazo mnazisema. Sasa huku elimu kwenye uboreshaji wa daftari, hivi vitu vyote hivyo mnavitazama, kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukapewa mswaki ukajikuta kumbe huna meno yalishang'oka. Mnafanyaje? Kwa sababu mnaweza mkapewa mkaachiwa uwanja kumbe wapiga kura hamna, baadaye sasa kaja kwa tena kesi. Naomba mnavizingatia vyote. Tunavizingatia. Naomba samani ndugu mwandishi nisome vizuri ibara ili nijibu vizuri swali lako. Ibara ya 8. Sasa vipengele viwili vya msingi. Kipengele cha kwanza ni kipengele A, inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali itapata madaraka na mamlaka yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii, na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Sasa nigusia hapo katika kujibu swali lako. Tuna aina tofauti ya kuelimisha watu kuhusiana na habari ya uchaguzi. Chadema tunatumia haki hii na msingi huu kuelimisha watu ya kwamba uchaguzi ndani ya nchi hii wa kuheshimu kura yako hauwezekani kwa sasa. Hatuna muda wa kuelimisha wananchi kwenda kujiandikisha. No, we are dealing with a problem. Now tuna focus katika kutatua tatizo kwanza. Leo nitamuelimisha mwananchi ni kweli aende ajiandikishe. Akishamaliza kujiandikisha alafu anaenda kuibiwa kura. Sasa mimi nakuwa natumia vibaya akili yangu. Kwa hiyo tunawaelimisha wananchi kwamba jamani, mamlaka yenu ya kuifanya serikali iwepo madarakani imekwapuliwa. Kwa hivi sasa tunadai haki na ya kuhakikisha kwamba kura tunayoipiga inalindwa na kuheshimika. Kiongozi anayepatikana apatikane kwa msingi wa kwamba ametokana na sisi, sio ametokana na serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo sisi tutatumia muda huu, na sijui ametangaza sijui itakuwa wiki 2, sijui even hata ikiwa mwezi, hata wiki 2 au wiki 1,
Tutatumia muda huu kuzidi kuelimisha wananchi kwamba jamani, haki yetu ya msingi sisi kama wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haipo kwa sasa kuhusiana na habari ya kuweka serikali madarakani. Viongozi wanapatikana kwa mifumo ya kinyemera isiyokuwa mifumo halali. Na kwa maana hiyo, unganeni na sisi katika kuhakikisha no reform, no election inafanyika vizuri. Kama hakuna mabadiliko, uchaguzi usiwepo. Tuzuie uchaguzi. Wakati tunamalizia mahojiano yetu, nataka nikuulize na utanijibu kwa kifupi sana. Ukiwa umelala au unaendelea na shughuli zako, umekaa umetulia tukawaza kabisa kwa yani ile tafakuri ya ndani kabisa akina, unaiona no reforms no election inaleta matokeo chanya? Yaani unaona kabisa kama kuna matumaini? Unaona kabisa inaleta kwanza ni kuondoe wasiwasi. Naona swali hili umeliuliza kwa hisia kubwa sana. Kufanikiwa kwa kampeni hii ni kubwa mno. Ndio maana unaona leo tunapozungumza, sijui naweza nikatoka hata hapa kwenye media ukashangaa na nikamata kesho kutwa. Kwa sababu tumezungumza no reform no election. Leo viongozi waliotangulia kuzungumza na wanaoendelea wanakamatwa. Maana yake ni kwamba rais mmoja wa China aliwahi kuzungumza akasema hivi, ukirusha jiwe gizani ukasikia yoe, ujue limempata. Sio, umenielewa vizuri? Sisi kitendo cha viongozi wetu, kiongozi mmoja tu hana bunduki, hana nini, hana silaha, akakamatwa akawekewa kesi ya uhaini, aliyakuwa si mkuu wa majeshi, si waziri, si kiongozi yote yule katika serikali, kwa maana ya kwamba yeye ni kiongozi ndani ya nchi kwa maana ya mfumo wa katiba, mbali na chama, kwamba anaweza kapindua nchi. Ni jambo la aibu, ni jambo la kushangaza sana kwa mamlaka. Lakini jambo la pili, kiongozi mmoja kama kama kamanda wetu Heche, kuona anafuatwa na maaskari zaidi ya 10, 20 viongozi vijana, tunaona wakikamatwa na rundo la maaskari. Hii inakupa picha kwamba no reform no election inaenda vizuri. Mwenendo wake ni mzuri sana. Na sisi kampeni hii inazidi kupamba moto. Watu wanaozidi kusaini na kuweka sahihi zao katika petition hizi tunazozipitisha za kuhakikisha tunapata Tanzania wengi wa kuunga mkono, inazidi kuongezeka siku hadi siku. Tena wengi wao wakiwa ni vijana na wengine ni wa Chama cha Mapinduzi. Wengi wao wanasaini vizuri tu, ila kwa sababu ni siri hatuwezi tukachomoa betri. Kwa hiyo matumaini hapo. Tunasema hivi, sisi Wahaya tunasema gwayaka. Na ni kweli gwayaka. Yaani hatuna mchezo, hadi uguraza. Kwa hiyo ni kwamba moto umewaka na hapa kuna kuzima. Gwayaka. Lazima ili jambo lifanyike. Na linaenda vizuri sana. Okay. Mimi nakushukuru sana. Sisi tunapopigania haya tunaogopa machafuko mabaya zaidi yanaweza katokea. Leo wanatuona sisi Chadema, ila sisi ndio tunaopigania amani ya nchi kuliko wanafiki hawa Chama cha Mapinduzi wanaosimama wakasema amani. Lakini ukiwaambia haki wanasema viongozi wa dini wanaingilia nini? Wanaingilia siasa. Sasa wajaribu kuweka haya mambo sawia. Haki na amani viende pamoja. Kwa nini wasifanye tu mabadiliko? Sisi uchaguzi tunaingia. Mabadiliko yakifanyika, uchaguzi tunaingia. But if there are no reforms, it means there are no election. Shukrani sana. Nashukuru sana.